Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam mtazamaji wangu, kwa mara nyingine ni pigo kubwa kwa uongozi mzima wa serikali awamu ya 7 hivi sasa ukiongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeweza kupeperushwa katika mitandao ya kijamii, inaweza kubainikia kwamba bunge la Ulaya linazidi kupiga kura kwa ajili ya kusitisha mswada wa maendeleo katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hatua hii inazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi wa serikali awamu ya 7 hivi sasa utaweza kulazimika kupambana kiuchumi kwa ajili ya kuimarisha Jamhuri ya Tanzania, kwani ufadhili mkubwa kutoka katika Marekani hautakuwepo tena. Ila mtazamaji wangu, haya yote yameweza kusababishwa kutokana na zoezi la uchaguzi mkuu ambao hivi sasa unazidi kujadiliwa kila kona, ikidaiwa kwamba kwa njia moja ama nyingine uchaguzi haukuweza kuwa wa halali. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, itaweza kuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu, ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, mjadala mzito unaozidi kujadiliwa katika bunge la Ulaya hivi sasa ni dalili tosha ambayo inazidi kuashiria gharama kubwa ya maisha kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, kwani iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi mzima wa serikali awamu ya 7 hivi sasa hautaweza kufanikiwa kupata mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, kwa njia moja ama nyingine ataweza kulazimika kutoza ushuru wa juu kwa wananchi wa Tanzania ili kufanya miradi ya serikali na pia kujiendeleza kwa ajili ya kufanikisha ahadi alizoweza kuziahidi kipindi na wakati alipokuwa akipiga kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, amini usiamini, hivi sasa kile ambacho kitaweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kutokana na wao kushindwa kupata wafadhili wakubwa waliokuwa wakiwafadhili katika miaka ya hapo awali. Jambo hili Rais Mama Samia Suluhu Hassan aliweza kulizungumza, na mtazamaji wangu, ikaonyesha dalili mbaya kwa uchumi wa Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo huenda likaweza kusababisha hata vijana wa Gen Z kwa mara nyingine kurejea barabarani kwa ajili ya maandamano, kwani kwa njia moja ama nyingine iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kulazimika kutoza ushuru wananchi wa Tanzania, basi ni lazima kila mmoja aweze kukubali. Iwapo hawataweza kukubali, moja kwa moja itaweza kuleta mgawanyiko na hata mgongano kati ya wananchi na uongozi mzima wa serikali awamu ya 7, kwani mwananchi ambaye ataweza kutoza ushuru lazima aweze kuwa na ajira, na iwapo yule hana ajira hataweza kukubali kutozwa kipato kidogo anachozidi kukipata kwa ajili ya kukidhi mahitaji yake. Hii ikionyesha wazi kwamba kwa njia moja ama nyingine Rais Mama Samia Suluhu Hassan, uongozi wake wa serikali awamu ya 7 hivi sasa utaweza kulazimika, iwapo wataweza kuingia katika mifuko yao binafsi kwa ajili ya kutoa fedha hizo kufanikisha ahadi walizoweza kuziahidi, kwani hii ni dalili tosha mataifa ya kigeni hayapo tayari kutoa mikopo ya aina yoyote ile kwa uongozi huu wa serikali ya 7. Ila mtazamaji wangu, kumbuke kwamba kwa upande huu mwingine, kwa njia moja ama nyingine, Mheshimiwa Tundu Lissu tunafahamu jinsi gani ambavyo viongozi kutoka katika mataifa ya kigeni wapo mbioni kufuatilia kesi yake, na sote tunafahamu kwamba iwapo Mheshimiwa Tundu Lissu angeweza kushinda kesi yake ama kesi yake kukamilika baada ama kabla ya uchaguzi mkuu, moja kwa moja wadhamini kutoka katika mataifa ya kigeni wangeweza kujitokeza kwa ajili ya kumfund ama
kumsimamia Mheshimiwa Lissu kisiasa na pia kumsimamia kipindi na wakati ambapo Mheshimiwa Tundu Lissu ataweza kuingia madarakani. Mtazamaji wangu, moja ya jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu uongozi wake unafanana na uongozi wake Donald Trump, kwani Donald Trump ni kiongozi ambaye haamini kwa kutoza wananchi ushuru utaweza kukuza uchumi wa taifa. Sawia, Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa mstari wa mbele katika manifesto yake. Aliweza kuweka hadharani na wazi ya kwamba kipindi na wakati ambapo ataweza kufanikiwa kuingia Ikulu na kuongoza serikali ya awamu ya 7 na yeye kufanikisha azma yake kuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania, moja kwa moja ushuru ungeweza kutolewa, wananchi wa Tanzania waweze kuishi katika maisha yao ya kawaida, na yeye fedha ambazo ataweza kuzitumia kwa miradi na hata kufanikisha ahadi alizokuwa ameweza kuziahidi ataweza kuchukua kutoka katika mataifa ya kigeni, jambo ambalo liliweza kuonyesha kwa njia moja ama nyingine afueni kubwa kwa maisha ya Watanzania chini ya uongozi wa serikali yake Mheshimiwa Lissu iwapo angeweza kufanikiwa. Ila kwa uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni ya kwamba ataweza kutoza watu ushuru, pia ataweza kuomba mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni, jambo ambalo Watanzania wengi waliweza kukosoa na kudai kwamba fedha hizo anazozidi kuzitumia kwa wingi zinazidi kuelekea wapi? Je, zinatumika kwa manufaa ya Jamhuri ya Tanzania ama kwa manufaa ya viongozi walioko madarakani na viongozi wakuu wa vyama vya kisiasa? Jambo ambalo hivi sasa inaonekana kuwa ni pigo kubwa, kwani mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni haipo tena, jambo ambalo litaweza kuathiri uongozi wa serikali awamu ya 7 kwa njia moja ama nyingine, mbaya kabisa kusababisha gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo huenda Tanzania wengi hawataweza kulikubaliana nalo, hasa wale ambao ni vijana wa Gen Z hawana ajira katika Jamhuri hiyo ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa hali halisi inayozidi kukumba viongozi wakuu wa chama cha CCM ambacho ni chama kipo mamlakani kinachozidi kuongoza serikali ya awamu ya 7 hivi sasa? Je, mataifa ya kigeni yataweza kuona hata huruma na kupeana mikopo? Na iwapo mikopo haitaweza kupewa katika viongozi hao wakuu wa serikali, je, viongozi hawa wakuu wa serikalini wataweza kukubali kutoa pesa zao binafsi kwa ajili ya kuimarisha taifa, kwa kuwa ni uongozi waliokuwa wakiutaka? Ama wapo tayari Jamhuri ya Tanzania iweze kuonekana kuzoroteka kiuchumi na pia gharama kubwa ya maisha kushuhudiwa katika uongozi huo wa serikali awamu ya 7? Usisahau kusubscribe, tuachie maoni yako katika uwanja comment section, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.